yule refa wa Somalia ambaye ilikuwa achezeshe kombe la dunia pia, amekwenda nchini Marekani, ameingia Marekani akazuiliwa, akaujiwa kwa masaa 11. Baada ya hapo wakamrudisha, wakamzuia kuingia kwenye nchi yao. Wakaja kutoa taarifa kwamba wana msuspect anajihusisha na masuala ya magenge. Ukisikia Mungu amefanya, basi ndo hii sasa. Huyu ni refari ambaye kwa siku za nyuma alipangiwa kuchezesha michuano ya finali za kombe la dunia ambazo zinafanyika huko Mexico, Canada pamoja na Marekani. Sasa ni refari kutokea Afrika, ni Msomali asili yake. Sasa walimzuia wakisema kwamba anaonekana kama vile anashabiana na magenge yanayofanya matendo ambayo sio mazuri, naweza ngasema kwamba makundi ya kihalifu. Sasa waliweza kumzuia asichezeshe mechi za finali katika kombe la dunia. Sasa majira ya jana, FIFA wameanza kutangaza kwamba refa huyu atachezesha finali kali sana ambayo itapigwa siku za hivi karibuni. Sasa nilikuwa nakusomea katika jarida moja ambalo alikuwa analisema huyu mtangazaji mmoja ambaye anachambua masuala mazima ya mpira, anaitwa Chris Favor. Yeye aliweza kuongea mambo mengi sana kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa. And of course Marekani kwa ambacho wanakifanya mpaka hivi sasa, mpaka uingie katika nchi yao, wamekuwa na sheria nyingi sana ambazo zinawabana watu wa kigeni. Nilikuwa nasikiliza hichi ambacho alikuwa nakisema Chris Favor. Of course nimeanza kufurahishwa nacho na nimekuletea. Nimsikiliza hichi ambacho alikuwa nakiongea mchambuzi wa masuala ya mpira Chris Favor. Kwenye haya maisha, ukiona mlango mmoja umefungwa, wala usiumie, usihuzunike, kwa sababu inawezekana kuna mlango mwingine wa mafanikio unafunguka very soon. Angalia kitu kinachomtokea yule refa wa Somalia ambaye ilikuwa achezeshe kombe la dunia pia. Amekwenda nchini Marekani, ameingia Marekani akazuiliwa, akaujiwa kwa masaa 11. Baada ya hapo wakamrudisha, wakamzuia kuingia kwenye nchi yao. Wakaja kutoa taarifa kwamba wana msuspect anajihusisha na masuala ya magenge ya kigaidi. Sasa baada ya kuikosa fursa ya kuchezesha kombe la dunia, huyu namzungumzia ni one of the best referees from Africa. UEFA leo wanatangaza kwamba wamempatia dili ya kuchezesha finali ya UEFA Super Cup kati ya PSG na Aston Villa. Just imagine, hata wiki haijaisha toka wa Marekani wamzingue, wamfukuze kwenye nchi yao, wamzuie kuingia. Leo UEFA wanasema kwamba this guy anakwenda kuchezesha finali ya Super Cup kati ya PSG na Aston Villa, na wameamua kumtangaza kwenye peji yao. Everybody's happy. Dunia nzima ya football inafurahi kwa sababu tuliona alifanyiwa uonevu. We don't know haya mambo mengine. Lakini bro, this guy unamzungumzia one of the best referees from Africa, anazuiliwa kuingia Marekani. Kiukweli ilikuwa inaniumiza, ilikuwa inaniuma, and I'm happy, na furaha kuona UEFA wameamua kuonyesha kwamba okay, umekataliwa, sisi tunakufungulia mlango mwingine, fursa hii hapa, kaonyeshe una uwezo kiasi gani. So anakwenda kuwa refa wa game ya finali ya Super Cup kati ya PSG na Aston Villa. Look man, look how God is amazing. Angalia jinsi Mungu ambavyo anaweza kaamua kukupitisha kwenye sehemu ambayo inakuwa kama ni tobo lako. Unahisi unaunguzwa, unapigwa msumari wa moto, kumbe unakotokea ndo tobo mzee. This is what happening right now kwa Omar. So now finali ya PSG na Aston Villa Super Cup, kwa maana ya bingwa wa UEFA na bingwa Champions League na Europa League. Huyu mwamba ndiye ambaye anakwenda kuchezesha hii game, ndo atakuwa refa wa hii game. I love this. I really like this one man.